Naenda kwa neno la Mungu. I'm going to the word of God. Ambayo nasema That says, kiambaza au ukuta, the walls, ni njia. there's a way in it. Kiambaza, The wall ni njia. is a way. Wakati mwingi katika maisha, So many times in life, ukiona kibambazi when you see a wall, au ukiona kunakuwa na blockage mahali, or it becomes a barrier somewhere, unaona ya kuwa hakuna njia. you try to think that there is no way Lakini through. mchana wa But leo this afternoon, Mungu anasema the Lord says, mahali ambapo unaona kuna in kiambazi the place you see ni there is a mahali wall, pazuri katika maisha it's a yako, good place in your kwa life. sababu ndio njia Because that's the ambayo way Mungu that the Lord anaenda kufungua is going to open katika maisha yako. in your life. Anayelala mguse, Whoever is sleeping, wake him up mwambie hatujafika saa ya and, kulala. and tell them that it's not time to sleep. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kiambaza A wall, kinavunja moyo katika maisha. it is heartbreaking in life. Kiambaza A wall, kinakatisha tamaa, it makes people lose their hope. kwa sababu mara nyingi katika maisha Because so many times in life, unapokutana na mablokaje katika when maisha, you meet barriers in life, unajipata unavunjika you moyo. find yourself heartbroken. Unasema ya kama ni nini You nimefanyiwa, begin questioning yourself, what has kwa sababu happened mara to me? nyingi kiambaza kinasimama Because when the wall stands, wakati wa baraka ya in the mtu. time of the blessing of someone, Kiambaza kinasimama when the wall stands, wakati unataka kufika is kwenye the time when you utimilifu. want to get to your Kwa destiny. hiyo hicho kiambaza Therefore, the kinaposimama, wall stands. mara nyingi machozi So many yanatoka, times there are tears. watu wanalia, People are crying. mtu anakata tamaa, Someone loses na wakati hope. mwingine unajiuliza, Sometimes you question, Mungu uko wapi? where are you going? Mbona haya yanakuwa Why is this mengi? one happening to Ndiyo me? ilifanyika kwa wana wa Israeli. Happened to the people of Mungu Israel. anawaambia tokeni, God tells them, leave. anaambia usiku huu utakuwa ni This usiku wa mwisho, night will be the last na night. hivyo akawaambia ondokeni. And he tells them, leave. Walipomaliza usiku When ule, they finished that night, wakachukua safari, they took and began their journey. wakiondoka And they left. walikuwa wanacheka, They were laughing. walikuwa And wanafurahi, they were happy. lakini ghafla But suddenly, wakakutanana they met. na bahari there ya was a Shamu, sea of the Red lakini Sea. hawakujua They didn't know. kwenye ile bahari In this sea, ndipo kuna njia. this is where the Nataka way is. kukuambia, I want to challenge hata you. kama unaona Even when you giza, are seeing the lakini kwenye darkness, hiyo but in giza that darkness, kuna there njia, is a way. kuna There njia. is a way. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunaishi nyakati We are living in seasons ambazo ni nyakati za hofu, that they are full of fear, uoga and so much fear ambao terrible watu fear, wamekuwa nayo. that people are filled with it. Kila mtu Everyone, akikaa aoni njia. when he sits down, doesn't see any way. Ukiongea na mtu When you talk to somebody, anakuambia maisha he tells you that magumu. life is hard. Inaonesha ya kuwa It shows kuna that there is a kiambaza. wall. Ukizunguka huku, When you move around, taarifa ya habari even the news, inakwambia it hali tells ya you hatari there is imetajwa. a danger that is all Nilikuwa over. naangalia jana I was watching news taarifa yesterday habari kule US, in the US, wanasema watu telling me people wakae they nyumbani should stay in their kwa sababu houses kuna kuja mvua because they are coming ambayo ni rains mvua ya that hatari. are so Kwa dangerous. hiyo watu wasitoke Therefore, ndani. people should not get out Kwa of hiyo their houses. kila kitu Everything duniani kote entire world, kuna mahabari there are news ya kukatisha tamaa, heartbreaking habari news ambayo unaona kiambaza that you mbele look yako. at the wall before Wanasema you, watu wanunue maji, telling people that they watu wanunue people chakula, have to take in their watu food, wajiweke they have ndani ya to nyumba. buy and Wengine houses. walianza kununua makaa, Some people are wakasema buying saa the nyingine charcoal. stima zitapotea, Even though that maybe there will na be kama no stima power, zitapotea, even when it will manake go out, baridi itakuwa nyingi and it will sana. be so cold. Kwa hiyo ni hali ya hatari. Therefore it is dangerous. Nikaambia mtu, And I tell someone, hata hili even litapita, this one shall pass. hata hili Even this one, it shall litapita. pass. Kwa sababu gani? Because why? Kanisa la Mungu The church of bado God lingali is duniani. still on the Kwa hiyo earth. tuko nyakati We za are in the neema, seasons of the grace kwenye kiambaza, and the world, kwenye giza, in the darkness, kwenye blokasha yoyote in whichever ambayo way shetani anaweka, Satan is kuna putting, njia. there is a way.
kuna njia. There is a way. Hata kama Even if taarifa ya habari the imesema, news have spoken, hata kama even if watu wanasema, people have spoken, hata kama even if kuna kukatishwa tamaa, there is that heartbreak lakini and loss of hope. ninalolijua, But what I know, mahali pagumu the place that is hard, ndipo Mungu anasimama that's where God comes in na kufungua njia. and opens a way. Ni kitu gani ambacho kimekuwa kigumu katika What is maisha? this so hard in your life? Usubuhi tumeambiwa This morning we've been reminded usiogope. that don't be afraid. Narudi kukuambia And I've come to tell you, usiogope. don't be afraid. Usiogope. Don't be afraid. Usiogope. Don't be afraid. Kuna vitu vingi vya kuogopesha chini There ya are so many things that will still fear in you under the sun. wana wa Israeli walipofika kwenye bahari ya The people Shamu, of Israel, when they came to the Red Sea, walimgeukia Musa, they had to turn to wakamwambia Moses. Musa, And they told Moses, mbona utulete hapa? why did you bring us here? Mbona utulete Why hapa? did you bring us here? Unafikiri Misri hakukuwa Don't you think makaburi? in Egypt there were no tombs? Mbona tuje tufie hapa? Why should we come here? Wakiangalia ng'ambo, When they look the other wanaona side, kuta. they see there is a wall. Wakiangalia When mbele, they look in front of them, wanaona bahari. they see a Red Sea. Wakiangalia nyuma, When they look behind, wanaangalia Farao they are seeing anakuja. Pharaoh coming. Kwa hiyo wakaona And then they thought, hakuna there msaada. is no help. Nampenda Mungu. And I love God. Wakati unapoona In the hakuna time when you see msaada, there is no help, ndipo msaada that's when the unaonekana help comes now kwa from God maisha ya in your mtu. life. Ndipo Mungu akamwambia Musa, That's why God told waambie Moses, hawa, tell these people, hawa wa Misri mnawaona the leo, Egyptians you see today, hamtawaona you will tena. never see them again. Magonjwa The unayoyaona diseases you see, hautayaona you'll tena. never see them again. Mateso unayoyaona The trouble you're going through, hautayaona you'll never see it tena, again. kwa sababu Bwana Because God, atafungua He will njia, open a way nanyi mtanyamaza kimya. and you will be quiet. Tasoma kitabu cha Wafalme wa We kwanza, shall read the book Samuel. of Kitabu cha Samueli wa the book of kwanza, Samuel, 1 Samuel, mstari wa 17, chapter 17, mstari wa sura ya 17 Chapter na 17. mstari wa 3. verse 3. Biblia inasema hivi: Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu. Napo palikuwa na hilo bonde Napo palikuwa na bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliathi wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 ya shibiri moja. Alikuwa na chepeo ya shaba kichwani, tena amevaa dari ya shaba, na uzani wake ile dari ya shaba ulikuwa shekeli 5,000 na shaba za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake. Ruka hapo 10, soma 10. Verse 10 says, yule Mfilisti akasema, Yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, na yatukana leo majeshi ya Israeli. nipeni mtu tupigane. Nipeni mtu tupigane. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hapa mahali tunasoma In this story we are reading, ni habari ambazo ni habari za kiambaza. it is the news about the world. Biblia inasema ya kuwa kulikuwa na Mfilisti The Bible said there was a Philistine. ambaye jina lake anaitwa Goliath. The name is called Goliath. Na huyu And Goliath this Goliath alikuwa shujaa wa vita. was this man and a warrior. Huyu Goliath This Goliath, alipigana vita vingi he akashinda. had fought so much wars and he Kwa hiyo won. huyu Goliath Therefore Goliath, alikuwa na ustadi mzuri sana wa he had kupigana. experience in fighting. Tunaposoma hii sura ya 17 mstari wa 3, When we read chapter 3 of unaangalia mavazi we aliyoyavaa see whatever he had put ni on. mavazi ya kujilinda, It is a way of keeping ya himself. mavazi ya vita, There are those clothes of mavazi fighting. ya
kumtisha. It was an armor. Na aliposimama, And when he stood, Biblia inasema ya kuwa the Bible says, Israeli ilikuwa pande hii kwenye mlima huu, alafu kwenye mlima huu kulikuwa na hao Wafilisti, na katikati kulikuwa na bonde. Kwa hiyo walisimama kwenye mlima, alafu akawatazama Waisraeli, akatazama jeshi la Israeli, akalizarau sana. Na wakati alipokuwa akiongea, ili jeshi liliogopa. Wakati wote angetokea, wangekimbia kujificha, kwa maana alikuwa shujaa, alikuwa na uwezo, alikuwa na nguvu, na hiyo nguvu akaamua kutukana jeshi la Israeli. Biblia inasema ya kuwa kulikuwa na kijana mmoja, na huyu kijana alikuwa wanane kwao, na alikuwa ni kijana alizarauliwa. Lakini ndani ya huyu kijana ambaye anaitwa Daudi, alimjua Mungu wa Israeli. Kazi yake ilikuwa ni kuchunga kondoo, kazi yake ilikuwa ya porini. Lakini siku moja akaamka usubuhi, alipoamka hajui lile wala lile, anajua naamka napeleka mifugo kwenye pori. Lakini baba yake akamwambia, leo hautaenda kufuga, leo hautapeleka hawa wanyama, utapeleka chakula, utawapelekea ndugu zako chakula. Kwa hiyo akasema sawa baba, nitapeleka chakula. Hakuna kitu cha bahati mbaya katika maisha ya mtu. Kwa hiyo akachukua chakula. Alipochukua chakula, anapelekea ndugu zake. Wakati anafika kwenye kambi, pale pale akaona ndugu zake wamejificha kwa sababu ya sauti ya huyu jamaa, kwa yale matusi ambayo aliwaaibisha, wakajificha. Kwa hiyo yeye akasimama, akasikiliza Goliati akitukana, Goliati akijivuna, Goliati akijiona. Kuna wakati Mungu anaruhusu adui ajivune. Kuna wakati Mungu anaruhusu adui akutukane. Kuna wakati Mungu anaruhusu mateso yaje, lakini Mungu anakuaga na sababu. He has every reason. Anakuaga na sababu. He has every reason. Wakati matusi yanainuka, when abuses rises, wakati madharau yanainuka, when shame rises, jua ndio wakati wa ukombozi, is a time of redemption wa maisha yako, of your life. Wakati unazunguka madeni yamekuzunguka, when you're walking around and you're full of debts, unashindwa ni wapi nitatoa and you wonder where I will take biashara imeshuka, even your business has gone low, unajiangalia unasema sijui nitaenda wapi. I don't know where I will ni wakati mzuri, it is the right time, ambao Mungu that God anatengeneza njia is making a way kwenye kibambazi, in the walls. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo Daudi amesimama, and therefore David stood, anasikiliza, and is listening huyo Mfilisti to the Philistine, asiyetahiriwa, the one who is not circumcised, analitukana jeshi la Mungu, anawatukana watu wa Mungu, anawaambia hivi, anasema, nataka mnichagulie mtu mmoja, I want you to choose for me someone from you, mtu mmoja ambaye mnamuamini, that you believe in him, akuje apigane na mimi, to come and fight with me, akuje apigane na mimi, to come and fight with me. Nikimuua, if I kill him, mtakuwa watumishi wetu, you will become our slaves, mtakuwa watumwa, you will become slaves. Kwa sababu alijiamini, because he understood hakuna mtu, there is nobody, na akatoa and he gave masharti ya juu, akasema nitakaye muua, if I kill him, nyinyi mtatutumikia, you will become our slaves, lakini mwenye ataniua mimi, whoever will kill me, sisi tutawatumikia, we will become your slaves.
nampenda Mungu. I love God. Mungu God hujitokeza appears wakati matusi yanakuwa mengi. in the times when abuses have risen. Mungu God hujitokeza reveals himself wakati mwanadamu amefika mwisho. in the time as you as a human Mungu come to the end. hufungua njia Opens a way mahali hakuna in njia. the place where there's no Bwana way. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo Daudi kijana mdogo Therefore, young man David, akawaambia ndugu zake, he told his brothers, anasema nimesikia huyu I akitukana, have heard this man abuse you. atafanyiwa nini What will happen atakaye muua to huyu? the person that will kill Tayari him? ule ashatupatia ofa. Already he has given us Anasema an mwenye offer. atamuua He tells him the one watu who will wake kill me, watakuwa watumishi. his people will become Kwa nini slaves. Daudi anasema maneno Why is haya? David saying Kwa these sababu words? Daudi Because David anamjua Mungu wa knows the Israeli. God of Israel. Anajua ya kuwa He knows ninaye Mungu that I have a God asiyeshindwa. that is not Ukimjua defeated. Mungu If you know huwezi God, kuogopa. you will never fear. Hata kama ukuta Even uko mbele when there is a yako, wall before utajua ya kuwa you will know Mungu anaweza kubomoa. God is able Mungu to ana break it nguvu down. ya God kufungua. has every power. Kwa hiyo Daudi Therefore, akasema, mniambie tell me, nyinyi mtanipa nini? what will you give that man? Wakamwambia ndugu zake, And his brother told him, wanaanza kumvunja moyo, began to break his wanamwambia heart. They tell him unakuaga kiherehere that wewe. you are too much. Kwa sababu gani? For what reason? Wewe ni mchunga kondoo, You are only but a shepherd. uko hapa unafanya nini? What are you doing here? Kama ulituletea chakula, If you brought us food, tuachie chakula huko. leave this food here Lakini Daudi and akasema go. hapana, But David tells him, no, ninamjua Mungu wangu. I know the God I know. Nilipokuwa porini, When I was in the Simba fields, walipokuja, when the lion came, niliweza I kuwararua. was able to fight with them. Dubu walipokuja, When the bears came, niliweza I kuwararua. was able to Sio fight kwa them. uwezo wangu, It's not by my lakini kwa power, uwezo wa but in nguvu the za power huyu of Mungu wa God Israeli. of Israel. Kwa hiyo huyu mtu Therefore, this man ambaye amesimama that is mbele standing yangu, before you, ambaye anajiona the one that na is boasting kutukana Mungu and wangu, abusing my God, hataweza. will never make it. Nataka kuambia, I want to tell you something. unaweza kaa manane ya You usiku might be sitting in the middle of the night ukasikia sauti ya and adui you hear the voice of the enemy ambayo inakuambia that is hutaweza. telling you that you won't succeed. Unajua kuna wakati There's a unalala, time when you sleep, watu wanadhani umelala, people think you're sleeping, lakini kunakuwa na sauti, but comes a voice, na hizi sauti and these voices, zinakwambia they are telling hautatoboa, you will not make it, hautaweza, you will not succeed, wewe utafungwa, you will be imprisoned, wewe utaisha. you will come to the Kwa end. hiyo masaa And therefore that time, ni wakati ambao it is the time, tena sauti ya Roho Mtakatifu and the inakuambia voice of the Holy Spirit of God usiogope, tells you that don't be afraid, usiogope. don't be Lakini dismayed. sauti ya adui But the voice of inasikikaga the sana, enemy is always ambayo louder, inamfanya mtu that makes someone, anakuwa mpaka mgonjwa, hata kama sio you even mgonjwa, become sick, lakini even kwa when you're sababu not. ya matatizo But mengi because of so much na kwa trouble in sababu you, ya hofu ya adui, because of that fear of the enemy, anaogopa kiasi you kwamba become so afraid anaona ya of kuwa Mungu God hayuko. until when you Lakini feel God nataka is no more. kukuambia, But I want to tell you, hata kama ni manane ya even usiku, when it's the middle of the wakati night, watu wamelala when everyone na is adui sleeping, ameinuka, and the enemy has kuna risen, Mungu wa there Israeli is a God of Israel ambaye anatembeaga hiyo that masaa is nane za working at usiku. such time as Kuna that, Mungu There ambaye is a God anakuambia that usiogope. tells you don't be afraid. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Biblia inasema ya kuwa The Bible says, wale wakamwambia ndugu zake, and the wakasema brothers told him, look, mwenye ataua ule jamaa, the one who will kill this man, mfalme the Sauli king Saul, atampatia mtoto wake. will give him the daughter Naye akasema, in marriage. And he said, nikipata if I got the mtoto princess, wa mfalme, the princess, maanake na mimi nimekuwa mfalme, then it means I have become the king. nitakuwa nimesogelea ufalme. I also have moved closer to the kingship. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Daudi akasema, And David said, niko tayari kupigana naye. I am ready to fight him. Wakamshangaa. And they were amazed on his Nataka kukwambia kuwa powers. And I want to tell you kiambaza that the walls, kuna njia. there is a way. Najua kile nakwambia. I know what I'm talking about. Wakati umefika mwisho, When time comes when you come to the end,
wakati ambapo watu wanapiga makofi juu yako, the time when people are celebrating, wakati ambapo watu wanakaa vikao, when people sit in congregations, wanasema hakuna mahali and they are ataenda, saying that there's nowhere you will ever go, wakati ambapo watu wanasema the time when people are saying familia yao wote ni that maskini in their family they are na watakufa poor, maskini, and they will die poor, hautakufa you will maskini never die poor, kwa sababu umemwamini Mungu, because you have believed in Mungu God, wa Israeli. the God of Israel. Wakati ambapo watu When wamekaa, people are seated, wachawi wa kwenu, witchcrafts of your village, mizimu ya the kwenu witchcrafts of your inasema village, hautapita demons of your hapa, village, they are saying you'll never come here, wanakuvuta and they are nyuma. pulling you back. Lakini unapoliitia But jina when la you call on the Bwana, name of the Lord, jina la Mungu wa name of Israeli, the God of Israel, linakataga kila They always mikono ya adui, the heart of the na enemy, unakuwa and huru then you become kupita free, mahali ambapo and you go through the usingeweza place you kupita. could not make it Hakuna through. jambo lisilowezekana Nothing kwa Mungu. impossible to God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mbona unajuta? Why are you there? And Mbona umekata why tamaa? have you given up? Mbona unalia? Why are you crying? Mbona umesema ya kuwa Mungu ni Why kana are you kwamba saying hawezi? like God is Hata able? wengine wanaenda kwa waganga wa Even others are kienyeji. going to witchcraft. Unajiroga wakati And unaenda kwa waganga wa You are kienyeji, wishing yourself when kwa you sababu go to those mganga wa kienyeji Because the witchcraft, hawezi kupasua kiambazi, cannot break lakini the wall. kuna Mungu wa But there is God Israeli of Israel ambaye anapasuaga that kiambaza. opens the way. Unapoenda kwa waganga, When you go to the witchcraft, wanakuvika mairizi. they give you Ndani ya irizi and herbs kuna in nywele, them. ndani ya irizi In those herbs, kuna makucha, they are ndani given ya names. irizi In those kuna things, nywele, they are lakini almost hair. nywele But hair, hii ambayo ni makucha, the one that are hata hiyo nails, uchafu yenye wameweka mle, even those aliyefanya makucha ni Mungu, the one who created aliyefanya is God. nywele ni The Mungu, one who created the hair is aliyefanya God. chochote ni The Mungu. God that Kwa created nini everything is uamini God? Why are you kilichofanywa na believing Mungu, the one that was usiamini created by Mungu God, aliyefanya and not believing vyote? the God that created everything? Mbona umejifunga Why are you- irizi kwenye kiuno? Why are you putting those demonic things in yourself? Mbona umevaa vitu Why are you putting on unasema hivi things, vinanilinda? and you are saying they are the ones that are Kitu are helping me? kinanishangaza, What makes me mtu wonder? amejifunga kitu, Someone you are tying yourself on anasema something and you're saying kinanilinda. this one is hichi keeping me, kitu kiko nje giving ya me mwili wako. protection. This is not God. Mwamini Mungu, Believe in God. ni mlinzi, He gives ni protection. mchunga. He is the shepherd. Anasema nimewachapa katika mikono He yangu, says that I've put you in my na hands. kilicho mkononi mwangu And whatever is in my hakuna hands, adui wa anga, there is no enemy adui of yoyote any kind anaweza that can kukupokoa. be able to snatch it Kwa hiyo from me. unapokaa mikononi Therefore, mwa when you Mungu, stay in the hands of God, hakuna pepo, there is no demon, hakuna mchawi, there is no witchcraft, hakuna mizimu, there is no whatever hakuna demons, chochote there is nothing kinaweza that kukutoa can be able to take kwenye you mkono wa off Mungu. the hands of Amua God. kukaa kwenye mkono wa Mungu. Decide to sit in the hands of Amua God. kukaa, Decide to kwenye stay mikono ya Mungu. in the hands of sio God, mikono ya waganga wa not in the kienyeji. hands of the witchcrafts. Hakuna laana There is no curse kama kwenda kwa waganga wa kienyeji. like that one of going to the witchcraft. Wanakuchanja, They will always cut you, wanaunganisha damu yako and then they put together your na blood mizimu with the demons na mapepo. and darkness. Wanafuta hiki, They rub this one, wanaongeza hiki, and then they add this one, wanakufanya mtumwa and they make you a slave siku baada ya siku. day after day. Amua kutoka kule, Decide to get out there pana maisha yako kwa and give Yesu. your life to Jesus. Yesu ni mlinzi, Jesus is a protector. Yesu anabariki. Jesus is a Biblia blesser. inasema ya kuwa The Bible says Daudi David, akasema mimi hapa. and he said that I am here. Yule mwanaume akamwangalia. And this man looked at him. Biblia inasema alikuwa The mrefu, Bible said he was so tall. alikuwa na nguvu, He had so much hata strength. mavazi And yake even his clothes, yalitisha, the armor was na aliendelea kutukana. and he continued to Akasema abuse. mnaniletea aka And he said, kakijana they have brought me this thing ambako nika kitu tu, that is just a thing. nitakakamata dakika I will kidogo, take it and nitakamaliza. I will finish it. Lakini Daudi And anasema David said, siji kama I Daudi,
lakini ninakuja kwa jina la Mungu wa Israeli. Ambaye unamtukana leo, Mungu atafanya nikate kichwa chako, na hiki kichwa chako kitaliwa na ndege. Wapendwa, acha nikwambie, sio hali, sio ukubwa, sio jina inaweza kukufungulia njia, lakini inayofungua njia ni jina la Mungu wa Israeli, ni jina la Bwana, ni jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Sio jina la baba yangu, sio jina la mama yangu, sio jina la nchi yangu, sio jina ya maisha yangu, lakini kunalo jina. Hilo jina linapasua miamba, hilo jina linaharibu mapepo na mashetani, hilo jina linaokoa. Ninapotembea, ninapoishi, najivunia jina. I am boasting of the name. Jina la Yesu. The name of Jesus. Jina la Yesu. The name of Jesus. Jina la Yesu. The name of Jesus. Kwa hiyo Daudi akasema, mimi siji tu kuja, lakini ninakuja na huyu Mungu wa majeshi. Alijua Mungu ni amiri jeshi mkuu ambaye anaenda na yeye. Napenda hii. I love that. Wakati mtu anajipiga kifua, when someone is boasting, wakati mtu anajiinua, when someone is wakati mtu anaenda kwa waganga, wakati ambapo mtu ni mchawi, anachukua matunguli, anachukua vile vyenye anaweza, anavunja nazi, anasema maneno mabaya, anasema hautapita hapa, hautaenda mbele, maisha yako yatakuwa ya shida. Lakini unapoamka na kusimama na kulitia jina la Bwana wa majeshi, utapita hapa, mapepo na mashetani yatashuka chini, na wewe utavuka pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuogopi kwa sababu kuna roho za mizimu, hatuogopi kwa sababu kuna roho za mashetani, hatuogopi kwa sababu kuna wachawi, hatuogopi kwa sababu tuna Yesu. Tuna Yesu aliyelipa deni na akasema yote yamekwisha. Ana uwezo wa kuwapasua kiambaza, kiambaza walioweka babu yako, kiambaza walioweka ndugu zako, kiambaza walioweka jirani zako. Siku ya leo katika jina la Yesu inaenda kupasuka na njia inaenda kupatikana kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi nani ameweka kibambazi, haijalishi. Haijalishi. It doesn't matter. Kama ni roho za makaburini, if it is the spirits from hazina uwezo, from wherever they have come from, hazina. It has no power. Kama ni roho kutoka kwenye bahari, if it are spirits from hazina the sea, uwezo katika jina la Yesu. Power in the name of Jesus. Kama ni roho kutoka kwenye ardhi, if they are spirits ambayo inadai maisha yako, haina uwezo katika jina la Yesu. Kama ni roho kutoka kwenye anga, hazina uwezo katika jina la Yesu, kwa sababu tunatembea na jina la Yesu. In the name of Jesus. Na ndani ya hilo jina, and in that name, damu ilimwagika, the blood was shed, damu ikatuosha, damu ikalipwa, tunatembea tukiwa huru. Kwa hiyo Daudi anasema, sitakuogopa. Yule papa akarukaruka, lakini kitu moja niliona ambacho ni kitu ambacho ni kikubwa. Watu wengi wanasema ni jiwe peke yake, just a stone. Lakini haikuwa jiwe. But it was not a stone. Kumbuka ya kuwa, remember this, waashi the builders, walipokuwa wanajenga, when they were building, wakakamata jiwe, they took a stone ambaye ni Yesu, that is called Jesus, wakaweka pembeni, and they put at the corner. Lakini kumbe lilikuwa jiwe la pembeni, it was the corner ambaye ni stone Yesu Kristo, that is called Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo ila jiwe ndilo Daudi anachukua, ambaye ni Yesu mwenyewe. Jesus himself. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Jiwe, that stone, jiwe, the stone. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Siku moja wakakamata Danieli,
One day they took Daniel. Wakamweka kwenye tundu la simba. And they put him in the hall of the lion. Wakajua and they knew ataangamia. They knew he will die. Wakamweka mle ndani. Lakini walipofanya makosa, walimfunika na jiwe. They had to enclose him in there. Walimfunika na jiwe. Hawakujua hiyo jiwe ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Hawakujua lile jiwe ni Mungu mtetezi aliyefanya hawa wanyama na akawafumba kinywa. Jiwe ambaye ni Yesu mwenyewe. Jiwe linayopasua kiambazi. Kila kiambazi cha maisha yako kikapasuke kwa jina la Yesu. Kila kiambazi kinachokutesa, kinachokusumbua, kinachokulilisha, katika jina la Yesu kikapasuke kwa jina la Yesu. Daudi alipochukua hiyo jiwe, alirusha, akasema nakuja, nakuja kwa jina la Mungu wa Israeli. Akarusha jiwe, ikamwangusha chini, na kichwa chake kikakatwa. Adui wako akakatwa kichwa katika jina la Yesu. Kila adui ambaye ameinua maneno, ameinua mabaya, ameinua laana juu ya maisha yako, Mungu akamweke chini ya miguu yako katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kuwa kukawa na furaha na shangwe. Mungu alitumia kijana mdogo kuonesha nguvu zake. Kwa hiyo sio kwa sababu uko mnono au uko mfupi, sio kwa sababu ulisoma au haukusoma, lakini ukienda na jina la Mungu atakupigania, atakutetea, atakubariki na atakuinua. Pigie Bwana makofi. Pigie Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah. Kwenye kiambaza Mungu anafungua. Mchana leo nataka kukuambia, kama kuna kiambaza cha magonjwa, Mungu anavunja kiambaza za magonjwa katika jina la Yesu. Kama ni kiambaza cha ndoa, ndoa unakuwa kwenye shida, Mungu anaenda kuivunja kwa jina la Yesu. Kila kiambaza cha uchumi, kiambaza cha safari, kiambaza cha kushindwa, kinavunjika kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Usiogope. Mungu yuko upande wako. Na Mungu akiwa upande wako, hakuna aliye juu yetu, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Unapotoka mchana wa leo, usiogope. Unapoona kiambazi, unapoona ukuta, usikimbie ule ukuta. Face ule ukuta. Ambia ukuta, kwa jina la Yesu, kwa Mungu wa Israeli, nimekupasua, nimekuvunja kwa jina la Yesu. Kufumba na kufumbua, utaona ule ukuta ukivunjika na ukipata njia. Usiwahi kukimbia ukuta. Unapokutana na hiyo ukuta, usirudi nyuma. Pambana nayo, kwa sababu ndani yake kuna njia. Ndani yake kuna njia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Tusimame.